Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji, na tupo katika kata ya Mpunguzi, na kikubwa zaidi ambacho kimetufikisha hapa pia ni kuhusiana na zoezi la upimaji wa afya kwa wananchi, ambapo kituo cha afya cha Amani kwa kushirikiana na Nesuda wamewasogezea karibu kabisa huduma hii wananchi kwa lengo hasa la kupima afya zao na kutambua, je, unajua kuwa ni muhimu sana kupima afya yako na kutambua kama ipo sawa, na ili uweze kufanya majukumu yako kikamilifu lazima pia afya yako iwe njema kabisa. Na moja kwa moja kwa sasa tutaungana na mganga mkuu wa kituo cha Amani, lakini pia kwa upande wa wananchi utawatazama hapa wakizungumza nasi, na kubwa zaidi ni kuhusiana na mtindo wa maisha, ni kwa namna gani ambavyo unachangia pia maisha ya watu kuweza kubadilika, ikiwemo pia kuwa na magonjwa kama kisukari, lakini pia uzito uliopitiliza. Langu jina ni Mindi Joseph, baki hapo hapo. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Kamugisha Elizos Dominic, mganga mkuu wa kituo cha Amani. Tupo hapa Mpunguzi. Jana tulianza Machinga Complex katika kuadhimisha miaka 10 ya utoaji huduma katika kituo cha Amani na pamoja na Nesuda Polyclinic chini ya mkurugenzi wetu ambaye amekuwa supportive sana kwetu, ndugu Charles Ogutu. Tumeona tuifikie jamii hapa Mpunguzi kwa lengo la kuendelea kuhamasisha wananchi, kutoa elimu ya afya juu ya magonjwa ya kuambukiza na yasiyo kuambukiza, lakini pia kuhamasisha wananchi juu ya uchangiaji damu. Wanasema changia damu okoa maisha. Ni neno dogo, lakini ni kweli kwamba unapochangia damu unaokoa maisha ya mtu fulani. Lakini sio hivyo tu, katika kusherehekea hii miaka yetu 10 ya utoaji huduma chini ya Baobab Community Foundation ambayo inamiliki vituo viwili vya Amani na Nesuda, tunaendelea kuhamasisha wananchi juu ya kuepukana na magonjwa yasiyo kuambukiza kama kisukari, pressure, lakini pia kuwafikia wananchi kama ambavyo tumewafikia wananchi wa Mpunguzi ambao pia ni wadau wetu katika hii sekta ya afya. Unajua wananchi wanakuwa na maswali mengi ya kuuliza, na utagundua tunapofika katika mazingira haya tunagundua wananchi wana maswali mengi ya kuuliza, na wapo wengi wana shida, na tunajaribu kuendelea kujitahidi kuendelea kuhamasisha, lakini pia kutoa elimu ya afya. Kwa majina naitwa Dennis Kamagi, ni meneja wa huduma kutoka kituo cha afya Amani pamoja na Nesuda Polyclinic. Leo tumefika hapa eneo la Mpunguzi maarufu kama Mpunguzi Mnadani kwa ajili ya kuleta huduma za afya ambazo tumekuwa tukizitoa kwenye vituo vyetu. Katika maadhimisho ya miaka 10 ya huduma, tuliona ni vyema kutembelea maeneo mbalimbali kuweza kuwafikishia huduma wananchi wa maeneo tofauti tofauti. Kama leo tulivyokuja katika eneo hili, tumekuja kuleta kwanza kabisa ni kutoa elimu ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele au yale magonjwa yasiyoambukiza. Na kwa kuzingatia jambo hilo, kitu cha kwanza kwa watu wote wanaofika eneo hili, tunaanza kwa kuwapima pressure, tutawapima uzito na kuwapa elimu ya uwiano kati ya urefu na uzito. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuwa na uzito mkubwa tofauti na namna ambavyo wanapaswa kuwa. Kwa hiyo tuna madaktari ambao watawapa elimu namna ya kufanya ili waweze kuwa na uzito unaoendana na miili yao. Lakini kitu kingine tunatoa elimu ya pressure pamoja na sukari. Kwa hiyo watu wanaofika hapa watapata upimaji wa pressure, watapima sukari, hizo zote zinatolewa bure. Watu wameanza kuja, mwitikio ni mkubwa. Umezungumzia pia kuhusiana na wananchi wengi kuwa na uzito uliopitiliza. Pengine unaposema uzito mkubwa, kuna kitu ambacho kinapima uhusiano au uwiano wa urefu wa mtu na uzito. Hasa inapokuwa mtu ana uzito mkubwa, ina maana uzito wake mwili kwa maana ya urefu na uzito vinakuwa havifanani. Hasa anapokuwa na changamoto ya kuwa na uzito mkubwa, anakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa mbalimbali kama shinikizo la damu la juu, au anaweza kuwa na magonjwa ya moyo, au anakuwa na mafuta mengi kwenye damu. Kwa hiyo mtu anakuwa na uzito mkubwa anakuwa na hatari ya kupata magonjwa hayo. Na hiyo tunachangiwa na nini? Sehemu kubwa ya uzito huu inachangiwa na lifestyle yetu sisi, namna tunavyoishi, aina ya vyakula tunavyokula. Mara nyingi tunakula vyakula ambavyo hatuvitumii. Unaweza kula chakula kikubwa sana au aina ya chakula ambayo kwa wakati huo sio kwamba mwili unahitaji. Labda umekula vyakula vya wanga sana usiku, unakula ugali, unakula wali, baada ya kula unalala. Hivyo vyote vinatakiwa ule labda mchana wakati unaenda kufanya kazi kubwa au kazi ngumu ambayo inahitaji chakula hicho. Mimi naitwa Mpendwa Masaka toka Mtikila. Nimekuja hapa kupata vipimo na changamoto nyingine nzuri. Nimepima damu yangu safi,
na nimechangia damu kwa kuwasaidia watu wengine. Pengine unazingatiaje mtindo wa vyakula? Mtindo wa vyakula, si tunakula tu. Nakula tu. Vyakula gani ambavyo unapendelea kula pengine? Ugali, nyama, ugali na mrenda, maharage, chochote utakachoamua kupika unapika. Na umegundulika sasa una kisukari na umeshauriwa pia kupunguza baadhi ya vyakula. Pengine hili utalizingatiaje? Nazingatia, napunguza wamesema nipunguze chumvi. Nipunguze chumvi na sukari, nisile sana sukari. Kwa majina mimi naitwa Yusufu Abeli Msii, nipo na cheki afya hapa. Bure bila kuchangia gharama yoyote, lakini pia kuna zoezi la uchangiaji damu. Nimekuja kucheki afya hapa, nimecheki ukimwi hapa, namshukuru Mungu nimejikuta kweli nipo salama hapa. Nataka niingie ni cheki hapo kwenye masuala ya sukari, hatimaye kuna kuchangia damu hapo. Naam, ni kwa namna hiyo mtazamaji wa Sky TV, ndivyo ambavyo tunahitimisha kutoka hapa katika kata ya Mpunguzi. Kubwa zaidi ni kuhusiana na upimaji wa afya kwa wananchi. Umewatazama hapa wakifunguka baada ya kupima afya zao. Nini kimewavuta zaidi? Lakini pia umemtazama mama hapa akizungumza kuhusiana na mtindo wa maisha, ni kwa namna gani pia umechangia kuwa na uzito uliopitiliza. Langu jina ni Mindi Joseph, endelea kutazama Sky TV.